Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wamiliki wa magari hatarini kushtakiwa. Habari ni katika ukurasa wa 7. Sekta ya utalii yazidi kulipa. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi aenda India kuimarisha ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 2. Chalamila agiza baa zenye mabounsa zifungwe. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hile. Serikali Tazara kuwa reli bora Afrika. Mbarawa aeleza kinachofanyika uwekezaji wa trilioni 3.6. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Watatu wafa ajali Handeni. Habari katika ukurasa wa 4. Mtoto wa miaka 12 ajinyonga acha ujumbe kwa mama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ulega kuingoa kampuni mkandarasi barabara Ifakara. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. UDSM yang'ara ubora wa wahitimu EAC Afrika. Habari katika ukurasa za 8 za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimuonesha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akiangalia daftari maalum la usajili wa wagonjwa alipotembelea banda la taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI wakati wa kambi maalum ya kupima na kutibu magonjwa ya binadamu inayofanyika katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha jana. Wabili kushoto ni mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge na kulia ni diwani wa kata ya Ngarenaro Abdulaziz Chande. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtifuano ndani ya Chadema wa pamba moto, wakati makada wanaomshambulia Heche wakizidi kuibuka. Mwanasheria mkuu wa chama eleza hatua zitakazochukuliwa. 30 wenzake walimu barua akitakiwa kujieleza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Siku 14 viongozi 6 kutoka Tanga, Morogoro na Dodoma wapewa barua wakitakiwa kutoa ushahidi wa tuhuma dhidi ya John Heche ndani ya siku 14. Nukuu ya Dr. Nshara Lugemaleza, mwanasheria mkuu wa Chadema, ikisema wanakubali kuingia katika mfumo watachukuliwa hatua. Waache waseme maneno yao, lakini hatua za kinidhamu zitafanywa na zitafanywa dhidi yao. Nukuu ya katibu mkuu wa Chadema ikisema fedha zote za michango zipo salama, matumizi yanafanyika kwa mujibu wa katiba. Joseph Selasini, mbunge wa zamani wa Rombo, ni miongoni mwa waliopewa barua na uongozi wa tawi lake wilaya ya Rombo ukitaka ajieleze. Gazeti hili pia limeandika Heche awekwa mtukati, baadhi ya viongozi na makada wanaotaka uchunguzi dhidi ya makamu mwenyekiti bara John Heche. Mwananchi limeandika riziki yenye hofu kwa uchuuzi barabarani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Sababu wawekezaji kuikwepa miradi ya PPP. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gen Z wanavyobadili sura ya soko la ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Siri kushamiri kwa biashara ya mikopo ya vitu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ulega amwashia moto mkali mkandarasi Ifakara, atishia kumweka kwenye blacklist asipewe kazi Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Balozi Omar wenye mahitaji maalum changamkieni zabuni. Habari katika ukurasa wa 4. Mawakili wa serikali watakiwa kusimamia utawala wa sheria. Habari katika ukurasa wa 7. Oryx Tanzania kuzindua kitabu cha mwongozo wa gesi ya LPG. Habari katika ukurasa wa 4.
SMZ yazidi kutekeleza miradi mikubwa, habari katika ukurasa wa 3. Ujenzi maabara ya kisasa ya upimaji madini waanza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Trump atoa onyo kwa Iran, habari katika ukurasa wa 19. Msongo wa mawazo tishio la kimya kimya kwa afya akili, habari katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni gari la polisi la ua mtoto. Mashuhuda wa tukio wasimulia mkasa ulivyojili kwenye zebra, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha kamanda wa polisi mkoa wa Songwe SACP Agostino Senga, mjane aliyekufukuzwa na kutishwa kupokwa nyumba yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Omo utafunga mlango wa migogoro Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Harusi ya Katoro iliyofichwa siri ya umaskini katikati ya utajiri Geita, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mkandarasi amchefua Ulega ampa siku 7, habari katika ukurasa wa 4. Waziri, uamuzi wa mahakama tutekelezwa ni changamoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tulitazame sasa gazeti Mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Heche Hangoleki, mradi wa kumchafua Wakwama, siri ya mkakati yaanza kuanikwa. Soma ukurasa wa 2 kwa undani wa taarifa hii. Tutavuka kweli, jumuiya za kimataifa zazidisha mbinyo kwa Tanzania, habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika mafuta bado hali tete, habari katika ukurasa wa 8. Kuna uwezekano mkubwa wa bei ya mafuta kuzidi kuongezeka nchini kufuatia kuibuka upya kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran imefahamika. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanahalisi. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele limeandika JKCI yabuni shuka la AI, ni maalum katika kufuatilia na kuwasilisha taarifa za mgonjwa kwa daktari akiwa nyumbani, habari katika ukurasa wa 2. Waziri Ulega amwashia moto mkandarasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Dr. Mwinyi amtwika jukumu waziri Awesu, habari katika ukurasa wa 3. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kutekeleza mkakati wa kumaliza tatizo la maji katika mikoa yote ya Zanzibar. Pia amemwagiza waziri wa maji, nishati na madini wa Zanzibar Nadir Abduratif kushirikiana na waziri wa maji Tanzania Bara Juma Aweso kutafuta suluhu ya upatikanaji wa maji safi na salama Unguja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kwa Gilwa afukwa msako mifuko plastiki, habari katika kurasa za ndani. Watu 670 wakutwa na viashiria vya saratani, habari katika ukurasa wa 6. Gazeti hili limeandika serikali yafafanua msingi wa maendeleo sekta ya afya, habari katika ukurasa wa 3. Zungu anadi fursa magari ya umeme gesi UN, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukiukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kocha Yanga afunguka, ataja mambo manne benchi analounda lipo hivi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Mchezo wa ngao ya jamii utapigwa Agosti 12, Yanga dhidi ya Simba. Hii ni mara yake ya kwanza kufanya kazi nje ya nchi na tulihisi Yanga ndio sehemu sahihi kwake kuanza. Ni club yenye weledi mkubwa. Habari picha inaonyesha baadhi ya watu ambao wanatajwa kwa kwenye benchi lake akiwemo Morin. Gazeti hili limeandikwa Beka amtuliza aura Simba, habari katika ukurasa wa 2. Hispania ya Yamal si ya Xavi, habari ni katika ukurasa wa 8 pamoja hadi ukurasa wa 9. Matokeo yakiwa ni Hispania 2 Ufaransa 0. Haaland azua balaa Peru, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Europa leo Alhamis ni Westry dhidi ya Karabag saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo lenye limeandika usajili mpya Yanga kufuru. Klabu ya Yanga imesema imetumia fedha nyingi kwenye usajili wa wachezaji msimu huu. Akizungumza Dar es Salaam hivi karibuni, meneja wa habari na mawasiliano Yanga Ali Kamwe alisema msimu huu mdhamini wao Gharib Said Mohamed ametumia fedha nyingi kwenye usajili wa wachezaji kuliko ilivyokuwa huko nyuma.
Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Champs aliye na mwamuzi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kocha mkuu wa Ufaransa Didier Deschamps amemlaumu mwamuzi Ivan alichezesha mchezo wa timu yake dhidi ya Hispania na timu hiyo kutolewa katika hatua ya nusu fainali kwa kufungwa mabao 2-0. Pacome kutibiwa Ufaransa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Uamuzi wa FIFA bado wamtesa Barogan, habari katika ukurasa wa 22. Arusha kuandaa mashindano ya chess kimataifa, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma, habari za michezo. Gazeti Uhuru kweli daima lenye michezo limeandika Pacome kutibiwa Ufaransa, Yanga kuingia kambini kimya kimya, habari katika ukurasa wa 19. Polisi yazigamia pointi 3 Prisons, habari katika ukurasa wa 19. Kichapo cha Ufaransa cha waibua Vieira Mbappe, habari katika ukurasa wa 18. Rais Samia zipa mamilioni Serengeti Boys Tanzanite, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili pia limeandika Rooney ambaisha Jude Bellingham, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Mwakembe avunja kambi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya Habari Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.